Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast. Karibu sana kwenye podcast yako pendwa. Mimi naitwa Rajab Msami. Nikukumbushe tu ya kuwa unaweza kufuatilia mfululizo wa podcast zetu ambazo tumekwisha kuzifanya. Na unaweza kufanya hivyo kwa njia ya kutazama kupitia channel yetu ya YouTube inayokwenda kwa jina la AD Plus Swahili, lakini katika njia ya kusikiza unaweza kufanya hivyo kupitia katika platforms zote za podcast ikiwemo Google Podcast na nyinginezo nyingi kabisa. Ikiendelea kukukumbusha uwe ni mwenye kufuatilia mfululizo wa podcast hizo, napenda kukukaribisha tena ikiwa ni siku nyingine tukiwa tunaendeleza mfululizo wa podcast zetu za msimu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Podcast ambazo zimejikita katika kuangazia wale ambao wanaitumikia Qur'an tukufu. Leo pia tunaye mgeni, tutakwenda kumfahamu ni nani na tutafahamu mengi sana kuhusu yeye na safari yake na Qur'an. Nikusihi sana usitoke mbele ya kifaa unachotumia kutufuatilia. Kama unatufuatilia kwa kusikiliza, basi tega sikio lako kwa umakini sana. Kama ni kwa njia ya kutazama, nikusihi sana utufuatilie kuanzia sasa mpaka hapo tutakapotia nanga ya ukomo kipindi hiki. Sheikh, karibu sana. Karibu sana kwenye Ncha Kali podcast yetu maalum ya msimu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nitakupa fursa uweze kuwasalimu wanaotutazama na kutusikiliza, lakini pia uweze kujitambulisha na utuelezee wewe unaitumikia Qur'an katika namna ipi. Karibu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa nibawa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi maisha yangu kwa 90% naitumikia Qur'ani toka mnamo mwaka 1990. Naam. Naitumikia Qur'ani kwa kuifundisha na kuisoma. Mimi ni ustadhi wa Qur'ani, ni ustadhi wa madrasa. Ndio imekuwa sehemu ya kazi zangu kwa 90%. Mambo mengine yote ya ziada, lakini mimi ni ustadhi wa madrasa. Naitwa Ustadhi Ridhiwani bin Waziri Mtulia. Mnamo mwaka 1985 nimeanza kujifunza haya masomo ya Qur'ani kwa ustadhi wangu anaitwa Ustadhi Qasim bin Juma ambaye yuko Mbagala. Yule ni mtu mzima sana, alinichukua kwa baba yangu. Mzee Waziri alikuja kuniomba, nikawa nakaa naye, ananifundisha Qur'ani na huku na kwenda zangu skuli. Ananifundisha Qur'ani mpaka kufikia kwenye mwaka 90 nikawa kidogo ninaanza kutambua na mimi naanza kuwafundisha wenzangu kwa njia hii ambayo nitakayosoma. Sawa Ustaz Ridwan. Huko tutakuja kuangazia zaidi kwa undani safari yako yote na Qur'an, hatua zako za kujifunza mpaka kuweza na wewe kufikia hatua ya kuifundisha Qur'an, lakini tutaangazia pia katika upande wa maqamat. Kwa vile tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan na kikao chetu 80% tutakuwa tukizungumza Qur'an. Basi ni vyema kabla hujajikita sana katika mazungumzo tungeanza kwanza kuisikiliza Qur'an. Kwa hiyo nikupe fursa hii uweze kutusomea tupate tilawatul Qur'an kwa japo dakika 2-3, halafu tutarejea kuweza kujikita na mazungumzo yetu sasa ya safari yako nzima na Qur'an. Inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa
كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم
Sadaqallahu al-azim. Mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast, ni podcast yetu maalum kwa msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tunawaangazia wale ambao wanaitumikia Qur'an, na tuko naye leo Ustadh Ridwan Waziri Mtulia. Kama ambavyo umeweza kumsikia, tumeanza na tilawatul Qur'an, na ndio utaratibu wetu kwa sababu tunaizungumza Qur'an, basi mara zote tumekuwa tukifanya hivyo. Ustadh Ridwan, turudi sasa katika kile ambacho tulishaanza kukidokoa mwanzoni kabisa, na nikakutaka radhi nikakurudisha kwenye tilawa, alafu ndio tuweze kurudi kuendelea na mazungumzo yetu. Twende tukaiangazie safari yako na Qur'an. Ulikuwa umeelezea kwamba kuanzia mwaka 85 kama sijakosea ulichukuliwa kaenda Mbagara, na kwa umefika mpaka mwaka 90. Sasa kwa ufupi, wastani wa dakika 5 hivi 6 tuweze kuifahamu hiyo safari yako. Basi baada ya hapo, nilipotoka hapo nikaenda kwa Ustadhi Adam ambaye ni marhum, Allahumma sallahu warhamhu wasallam fi janna. Amen. Pale kwa Ustadhi Adam nimesoma hapo mwaka 92, tukawa tunakwenda kwa marhum Sheikh Omar Mbigila ambaye alikuwa nitandika ni opposite na Temeke hapo. Kule tulikuwa tunakwenda kusoma masomo ya sheria ya Qur'ani. Maana yake Qur'ani ina sheria. Kama unavyofahamu, kuna mambo ya hukumu, kuna mambo ya makamati au nadhimati. Qur'ani ina sheria, sio kama Maulidi Barzanji unaweza ukasoma tukiwa na sauti nzuri, lakini Qur'ani sharti kuna vitu ufundishwe, ikiwemo makhariji na swifa, vitu hivyo, yani kwamba herufi inatakiwa itoke wapi na swifa yake nini. Basi nilipomaliza hapo nikaanza kutegemewa kwenda kusoma katika mambo ya hafalati kwenye mashughuli yetu, whether ikawa ya misiba au ikawa mashughuli yetu ya kama Ramadhani kama hivi. Kutoka hapo basi na mimi nimekuwa niko mwalimu na wafundisha wenzangu mpaka leo hivi. Sawa sawa. Tukipima kuanzia mwaka 85 ambao ndio safari yako ilianza, na mpaka miaka ya 90 ambao umeisema, ukiangalia kwa miaka hiyo na maeneo ambayo unanitajia, naweza kupata picha kwa wakati huo hayo maeneo yalikuwa katika hali gani na vitu kama hivyo. Mzee wako, Mzee Waziri, aliombwa wewe kwa ajili ya kwenda kusoma Qur'an kwa Sheikh Mbagala. Vitu hivi katika zama tulizonazo, kuchukuliana watoto kwa ajili ya kuwasomesha, kidogo haviko katika hali ambazo ilikuwepo miaka hiyo. Hivi hali hii ya ufundishanaji ilikuwa ina matokeo makubwa sana katika kuifundisha Qur'an. Unadhani kwa nini tumefikia hapa kiasi kwamba sasa hivi hali kama hizi hazipo? Ni utandawazi peke yake au kuna nini hasa? Mimi nafikiri utandawazi. Ni utandawazi. Utandawazi, na sasa Qur'ani imetanuka kama tunavyosema utandawazi. Qur'ani sasa hivi iko katika mitandao, katika masimu haya. Basi watu wanajitosheleza humo, na wakati wenyewe nao umebadilika sasa hivi. Wazazi, mambo ya sekula nayo yanachukua nafasi kubwa sasa hivi. Subuhi mpaka jioni matuisheni, muda wenyewe unakuwa mchache kufanya hivyo. Kuna vijana wengi ambao wanaweza kuwa wanatufuatilia sasa hivi, iwe ni kwa kutazama au kwa kutusikiliza. Umeelezea safari hiyo, umesoma kwa watu, tunafahamu kamilifu ni Allah, lakini pia umezoea malezi pengine kutoka nyumbani, unakwenda kusomeshwa, unaishi kwa shekhe kama mtoto, unalelewa, pengine ulikuwa ukilelewa vingine nyumbani kwenu, unakwenda kukutana aina nyingine ya maisha. Lakini safari nzima ukiangalia kutoka 85 ulipotueleza mpaka hapo ambapo umekuja kujiona sasa angalau limekuja kupewa jukumu la kufundisha, utaona kuna zaidi ya miaka 10. Kuna changamoto gani hasa ambazo ulizipitia katika safari yako hii na Qur'an? Changamoto iliyokuwepo kwamba kutoka katika maisha ya nyumbani na kwenda kuhamia kwenye maisha ya kufundishwa. Tunasema kusoma ni jihadi. Kusoma ni jihadi. Lazima
ziko changamoto nyingi, kwa sababu mwalimu kule anakuwa anayo mazingira mengine ambayo yakutaka wewe uelewe, na wewe uelewa wako kidogo unakuwa ndio kama hivyo umepelekwa. Utafika sehemu mwalimu atataka akutingishe kama mtume wetu wakati anapewa Qur'ani. Sasa pale nyumbani wewe hukuwa unayapata yale. Kwa hiyo pale unakuwa katika wakati mgumu sana. Muda mwingine unakuta wenzako wanaanza kupewa chakula ambao hawako kwenye kusoma, unaambiwa hapana usome. Unaona ni sehemu ya kuonewa, kumbe ndio sehemu ya kusoma. Kwa hiyo changamoto kama hizo kutoka kwenye maisha ya nyumbani kwenda kwenye maisha ya kusoma. Kwa hiyo kusoma ni tunasema ni vita. Sawa sawa. Nilitanguliza wakati naanza kuuliza swali la changamoto, nilitanguliza kuwa kuna vijana ambao pengine wanatamani kufika mbali kwenye upande huu wa tajwid na wanatutazama. Kwa maana nikataka angalau wasikie kwamba elimu ni jihadi. Ulianza kusema hivyo kwamba sio kitu chepesi ambacho wanaweza kutegemea kupata hivyo, lakini hii isiwatishe. Yaani kwa maana kwamba sio mtu akaona labda ni jihadi tu. Isiwatishe. Kwa umri wako na kwa safari yako ilipoanzia, mara nyingi tumekuwa tukifanya kipindi hiki na vijana ambao umri wao kidogo mdogo, bado vijana. Kwa nadhani tunaweza tukapata uzoefu wa tofauti kidogo kulingana na umri ambao umeutaja. Kwa miaka ambayo wewe unasoma, kulikuwa na vitu vya motisha kama ambavyo sasa hivi tunaviona, mathalan vitu kama mashindano mbalimbali, safari za kimataifa kwa ajili ya mashindano, vitu kama hivyo hususan katika upande wa tajwid? Kipindi kile hatukuwa na mashindano. Kwa ufupi kwamba kipindi kile tulikuwa hatuna mashindano, lakini tulikuwa tunasoma baada ya kuona kwamba tunamsikia Abdul Basit tu wakati huo, tunawasikia kina Mustafa Ismaili, kina Kamil Yusuf Bahatimi, kina Tablawi. Kipindi hiko ndo wasomaji ambao wa nje huko tunawasikia. Na hatukujua kama kutakutokea mbele kutakuwa kuna mashindano kama hivi sasa zikatoka fursa za kwenda wapi na wapi. Kulikuwa hakuna kwa ufupi. Kwa upande wako wewe binafsi, nikikuomba sasa hivi utueleze kwamba motisha kubwa sana ambayo iliyokusukuma wewe hasa kujikita katika upande huu kwenye Qur'an, hususan katika upande wa tajwid, nini hasa ilikuwa ni kitu ambacho kilikupa msukumo zaidi kwa upande wako na ukaamua kupambana na ukaacha kujali changamoto zote ambazo umezipitia, umetueleza, na ukaamua kwamba mimi napambana mpaka lengo langu liweze kufanikiwa? Nini hasa kilikupa msukumo? Ilivyo kwamba mimi somo la tajwidi nilipenda katika mara mbili. Kwanza tunavyosema tajwidi ni kule kusoma vizuri au kuongea vizuri, vile vile ni tajwidi vile vile. Sasa hili jambo mimi lilinishawishi baada ya kuona wenzangu fulani wakifanya hivyo. Nikaona nimependa tu hiki kitu kusema ukweli. Nikuja kuambia kupenda, na ndio maana hata mzee naye aliniona kwamba nikiona wenzangu wanafanya au nikiona vile kina Abdul Basit anasoma, anambia mzee mimi nataka hivi. Basi akamtafuta mwalimu akanipeleka, bwana huyu anataka jambo hili analipenda. Ndio alikupeleka wapi sasa hiyo? Mbagala. Kwa ni motisha ambayo uliipata tu. Sasa hivi tumeona kuna motisha nyingi tofauti na mwanzo, na pia utandawazi umechangia. Zamani kina Abdul Basit ambao umewasema, pengine mtu alikuwa anawasikiliza mara moja nyumbani kwenye cassette au msikitini Ijumaa na vitu kama hivyo. Sasa hivi utandawazi umekuwa mkubwa, mtu Qur'ani tunaweza kukutana nao katika maeneo mbalimbali. Motisha zimekuwa nyingi, mashindano yapo kila kona, watu wanasafiri kimataifa wanakwenda kushindana na motisha kama hizi. Lakini utandawazi huu na hali ya kimaisha, kuna mambo mengi yameguswa kidogo. Tuiangazie Qur'an kwa mtu ambaye anaitumikia Qur'an, kiuhalisia anatakiwa aishi Qur'an. Swali langu hapa linakuja, kwa umri wako, bila shaka wewe mwenyewe ni mtu ambaye unaitumikia Qur'an. Umeishi na vijana kwa sababu wapo waliowafundisha, lakini wapo katika harakati mbalimbali unakutana na vijana makari wa Qur'an, mahafidh wa Qur'an. Kwa tathmini yako na uzoefu wako, unaona wanaoitumikia Qur'an wanaiishi Qur'an? Kwa asilimia ndogo sana wanaoitumikia Qur'an wanaishi Qur'an. Wanahesabika
kwa hesabu ambazo zinahesabika, lakini 70% wanaosoma Qur'ani hawaishi Qur'ani. Sasa hivi unamkuta kijana mwingine ana mambo ambayo ya hovyo kabisa, lakini baadaye unamkuta yupo anasoma juu pale. Maana sio vyema kutaja vijana, lakini tunasema kwamba 70% wasomaji Qur'ani, 70% hawaishi Qur'ani, wanaishi maisha ya kawaida ambayo mengine ya nje ya Qur'ani. Hii unadhani inasababishwa na nini? Mimi nafikiri kwa 80% wengi hawajakaa chini. Mtu alivyojiona ana kipaji cha sauti, hajajaribu kukaa na mwalimu ambao walimu kama tulipata bahati ya kukaa nao sisi, na vile vile na hajasoma na masomo mengine ya taaluma. Yeye kasikiliza tu kwamba kapenda sauti, alivyotoka hapo basi akakaa akagezea, akaona inakwenda basi, na watu walivyomsikiliza wakaona huyu kwamba anafaa kuonekana kwenye tahadhira ya watu, lakini nje ya maisha hayo hawakumwangalia. Hatima yake watu wa staili hiyo wamekuwa wako wengi, watu wa aina hiyo. Kwa wastani wa asilimia umesema ni takriban 80, 70-80 hawaishi Qur'an. Ni namba kubwa ukiangalia, na vijana ni wengi. Tunazungumza Qur'an, tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hapa nikupe fursa kabla hujaendelea sana, kwa sababu ni eneo ambalo tayari tumekwisha kuligusa. Nikupe fursa uweze kutoa nasaha kwa hawa ambao tunazungumza kwamba wao wanaitumikia Qur'an, lakini kiuhalisia wa maisha yao hawaiishi Qur'an. Nikupe fursa uweze kuonase. Mimi nasema kwa sisi ambao wakusoma Qur'ani na kuna sihini ndugu zangu, na naikumbusha nafsi yangu hivyo hivyo kwamba tuishini Qur'ani, tuvae Qur'ani, tule Qur'ani, maisha yetu yote tutembee Qur'ani, tulale Qur'ani. Ili ndio litakuwa jambo zuri sana. Lakini kwa nyinyi makari wenzangu, wanangu au wadogo zangu, hii wakati unasoma pale, ukishamaliza kusoma unaenda kutafuta aina nyingine ya maisha, sio katika jambo zuri kwa kweli, kwa sababu tumebeba maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Mungu mukaamrisha na kakataza. Sasa basi, na kuna sihini ili tukae katika maisha mazuri kabisa, tuishi Qur'ani, tuvae Qur'ani, tulale Qur'ani, tule Qur'ani. Mimi naamini tutafunguka katika maisha ya kiduniani na kesho akhera, kama jinsi tulivyoagizwa na Mungu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyotuagiza kwamba sisi tusome Qur'ani, kwani Qur'ani ndio kila kitu kusema ukweli kwenye maisha yetu. Ili mimi ndo nakuaseni vijana na wakubwa wenzangu na wanangu na wakubwa wangu, tuishini Qur'ani, tuvae Qur'ani, tule Qur'ani. Hii ndo hamasa yangu. Sawa sawa. Shukrani sana Ustadh Ridwan Waziri kwa nasaha hiyo. Kuna swali moja nitakuuliza, alafu tutakwenda mwisho tukafunge kwa nasaha za ujumla. Tunafahamu manufaa ya Qur'an, wala sio jambo la kujificha. Tunafahamu manufaa ya Qur'an. Qur'an ina manufaa katika maisha yetu ya dunia, hal kadhalika akhera. Kwa upande wa akhera Allah ameshaahidi, tunafahamu tuache huo. Kama motisha kwa vijana wanaotutazama na kutusikiliza, wewe leo hii tukikuuliza, ukiachilia mbali mafanikio ya Qur'an kwenye upande wa akhera, hapa duniani kuna mafanikio gani ambayo umeyapata ambayo ukiyasema haya bila Qur'ani, baada ya Allah, bila Qur'ani haya mafanikio mimi nisingekuwa nimeyapata? Inshallah. Mimi katika mafanikio ambayo niliyopata katika Qur'ani kwa hapa duniani, nimeweza kupata mji sehemu huko, na nimeweza kupata kipando ambacho kinanirahisishia safari zangu. Napotaka kwenda hata Morogoro, naweza nikaenda kwa dakika ambazo wenzangu wao hawawezi kwenda kupitia Qur'ani hii. Mashaallah. Sina jambo lolote lingine. Namshukuru Mungu katika sehemu hiyo kwamba mimi siwezi kwenda kumwambia mtu bwana nipandishe twende wapi kupitia Qur'ani hii. Kwa hiyo nasihini wenzangu, itegemeeni tu Qur'ani. Itegemeeni Qur'ani, kwa sababu tukitegemea Qur'ani ndio itakuja pale Mungu aliposema katika surati Tauba, nafikiri kwamba akuli imalu
fasarakumullahu amalakum wa rasuluhu, kwamba Mungu anasema nyie fanyeni kazi zangu tu, kazi zenyewe maana yake nazungumziwa ni Qur'ani. Basi yeye Mungu na yeye yetu si atatutengenezea, na mimi nimeishi hivyo ndio imenifikisha hapa nilipo. Kwa hiyo Qur'ani, jiaminini, kwamba jiamini, usifike sehemu ukaona hii Qur'ani itanipeleka wapi. Hapana, ukishaiamini basi itakuweka vizuri. Sasa mwisho, Ustadh Ridhwan Waziri Mtulia, tunakwenda kwenye kufunga mazungumzo yetu kwa siku ya leo. Nikupe fursa ya ujumla sasa kuweza kutoa nasaha kwa watu kuhusiana na kwanza usomaji wa Qur'an, tukizingatia tuko ndani mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wa Qur'an. Lakini ili kwa ukubwa wake utoe nasaha kwa vijana ambao wanatamani kufika mlikofika na ndio wako kwenye kuianza safari yao. Halafu mwisho kwa wazazi, nasaha zako kuhusiana na swala zima la kuwapigania vijana wao waweze kuishika na kuisoma Qur'an. Naam. Mimi vijana nakwambieni Qur'ani kwamba ina faida nyingi. Ina fawaida za Qur'ani. Kwanza kabisa utaepukana na mambo mengi ambayo hata ya usiku unalala, kuna mambo ya hasadi haya. Ukiwa unasoma Qur'ani tu, sio bimaana kwamba usome kwa sauti nzuri, hata ukiwa unasoma tu tartilan, kwamba umeamka asubuhi unasoma Qur'ani, faida yake utaiona na hutoyumba katika lolote, kwamba Mungu atakuletea riziki pasi na wewe kutumia nguvu na kujua kwamba kutokujua kwamba riziki ile umeipata vipi. Hii kupitia Qur'ani hii. Na la pili, vile vile inasaidia kufungua hata katika masuala ya afya yako. Vile vile Qur'ani ni kitu kizuri sana. Kwa hiyo nakuombeni someni Qur'ani vijana. Sio kwamba lazima kwa hivi kwa kusoma kwa sauti nzuri au kwa makamati hivi au kwa nahma. Hapana, hata ukiwa unasoma tu Qur'ani vivi. Kwa hiyo Qur'ani ni kitu kizuri sana. Na kuombeni someni Qur'ani kwa uzuri, na tusitegemee Qur'ani tunaitoa kwenye masimu tu. Tuwatafute walimu, kwa sababu Qur'ani ina silaha zilinda. Kuna vitabu vile Hidayatul Mustafidi, kuna Fannu Tajwidi, kuna vingi tu vitabu ambavyo vinaitengeneza Qur'ani yenyewe. Nendeni kwa walimu vijana, na kuombeni msije tu mnasoma kwenye simu au kusikia kwenye redio. Wako walimu wengi tu wanafundisha sasa hivi, walimu wako wengi, wafateni wakufundisheni, basi tutakuwa tumekaa vizuri na maisha yenu yatakwenda. Na wazazi na kunasihini hivyo hivyo, msiogope vijana kuwapeleka kwenye Qur'ani kwa kuhofia kwamba akisoma Qur'ani nitampeleka wapi, ofisi gani, atakwenda wapi. Hapana, Qur'ani ni maneno ya Mungu, na Mungu sifa yake sio muongo. Someni, inshallah Mungu ataitoa njia tu. Wa man yattaqillaha fahuwa hasib, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kwamba yoyote yule atakayemcha Mungu, katika kumcha Mungu maana yake ni kusoma Qur'ani vile vile, basi Mungu atakuonesha njia ya kutokea. Sasa maneno haya yasifike sehemu tukasema mtoto huyu namsomesha Qur'ani akihifadhi sijui na kwa nini. Tunaona mara ngapi pale uwanja wa Taifa watu wanapewa magari, wanafanya, si ndo manufaa yenyewe hayo, wanapewa maviwanja huko, majumba, si ndo manufaa yenyewe. Kwa hiyo inshallah kwamba na kunasihini wazazi wenzangu, baba zangu, babu zangu, msisite kuwapeleka vijana kwenye Qur'ani ingali wakiwa wadogo mpaka watakapokuwa watu wazima inshallah. Shukrani sana mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast. Huyo ni Ustadh Ridhwan Waziri Mtulia, ndiye tulikuwa naye leo kwenye Ncha Kali Podcast, ikiwa ni msimu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, msimu wa kuangazia watumishi wa Qur'an. Nadhani umesikia mengi kuhusu safari yake na Qur'an, lakini tumeweza kunasihiwa kuhusiana na swala zima la Qur'an. Tumuombe Allah tujalie tuwe wepesi wa kufanyia kazi na saha tulizozisikiliza. Mimi naitwa Rajab Msami, nilikuwa naye Ustadh Ridhwan Mtulia katika podcast yetu kwa siku ya leo. Ni kusihi tu ya kuwa kesho panapo majaliwa yake Allah, ni siku pia muda na wakati kama wa leo, uweze kutufuatilia katika Ncha Kali Podcast yetu hii, kwa sababu ni mfululizo wa podcast zetu za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Podcast hizi zitakuwa zinakujia kila siku ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Baada ya kusema hayo, hatuna la ziada, tunakuaga kukwambia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.